Unasemaje wewe mtovu wa nidhamu? Hivyo mama mwenye roho mbaya. Huaga umetafuta mtoto kwa ajili ya nini? Wenzako wanahangaika miaka nenda miaka rudi ni mradi wapate mtoto. Na kushangaa umebarikiwa kupata mtoto mzuri kama Janet. Lakini kwa nini unahitaji kumuua? Kila mtu anatafuta mtoto kwa maslahi yake binafsi. Mimi nimetafuta mtoto ili anisaidie kwenye majukumu yangu. Wewe hilo linakuhusu nini? Na kwa nini unaliingilia? Haya masuala mimi na familia yangu, wewe haikuhusu. Kwa nini unajionyesha kuwa wewe ni mwema kwake? Kwa nini unajionyesha kuwa wewe ni mama mzuri wakati ni mama mbaya mwenye roho mbaya? Kwa nini usiishi katika mipaka yako ya roho mbaya? Ili mradi aweze kujua ukweli kwamba ni una roho mbaya. Vipi unavyomuonesha wewe na siku akaja kujua kama una roho mbaya? Unadhani itakuwaje? Unadhani mwanao atakushukia kiasi gani? Huo mpango wako unataka kufanya. Sio nakwambia. Unaharibu. Mimi siwezi kuwa mzuri kwa watu wapumbavu. Na huu ni mpango wangu mimi. Sitaki uingilie majukumu nilotafuta mtoto wangu kwa mambo yangu binafsi. Sijui unanielewa? Na hayo mengine wewe hayakuhusu. Acha kuniharibia mpango wangu. Wewe upo hapo kwa ajili ya kuniharibia, si ndio? Yaani unakosea. Yaani unakosea sana. Kwa mwanao Janet unamwona ni mbwa tu. Ana maana yote katika maisha yako, si ndio? Kama ninavyokuona wewe nguruwe. Yaani sasa nikwambie. Huo mpango wako ambao unataka kwenda nao, usitishe. Usitishe mara moja kabla jambo baya lote halijakukuta. Na hiki hapa ninachokiongea na kimaanisha. Hauna jeuri ya kunipa mimi onyo kama hilo. Huu ni mpango wangu, nimehangaikia kwa muda mrefu. Uje unitishe wewe kwa muda huu. Sio kweli. Uniwezi kwa chochote na huu mpango wangu utaendelea mpaka niumalize. Na kama wewe unajiona uwezi kunisaidia, kaa pembeni, nitapambana mwenyewe. Na ole wako uingilie kwenye majukumu yangu. Hivyo mama, unajua kama unipati kwa nguvu hata kidogo? Hunipati kwa nguvu hata chembe. Sio kwa nguvu tu. Kwa jambo lolote unipati. Na shangaa tu unaongea tu kama sijui hata unaongea na nani. Hebu kuwa na heshima kipindi unaongea na mimi. Na nikikwambia jambo lolote naomba sikiliza, sawa? Umekuja kwa Bikwege, ndio maana Bikwege kakupa mimi. Kwa sababu anajua mimi nguvu zangu ni za aina gani. Nina nguvu sana kuliko wewe. Na hata kama ikatokea tukapambana kwa bahati mbaya kanishinda, basi ndugu zangu kutoka bahari ya saba watakuja hapa. Utasababisha wateketezwe hata watu ambao wanahatia. Sawa mama? Huo mpango wako unaendelea nao. Acha! Nafikiri sasa tayari umeshatambua jinsi ambavyo mama yako alivyo. Kinachoniumiza zaidi ni kujua mama yangu hakuwahi kubadilika hata siku moja. Janet, siku zote mbaya atabaki kuwa mbaya tu. Na siku zote katika maisha ni ngumu sana kumrudisha mbaya kuwa mwema. Ni inapitaga muda mrefu sana. Na kwa jinsi mama yako alivyo, hawezi akabadilika kamwe. Kwa sababu yeye ni tayari ameshajijengea kwamba yeye ni mbaya na atabaki kuwa mbaya tu. Kinachoniuma mimi ni kupoteza uaminifu wangu kwa mtu ambaye alikuwa ananidanganya. Alikuwa hajali kuhusu mimi. Ananichukia. Yaani nilimpa nafasi ya kwanza kuliko mtu mwingine yoyote. Ona alichonilipa sasa. Na ndio maana nikaamua nikuonyeshe hili mapema. Kwa mamako anakupaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Na hiyo ndio tabia ya watu wabaya. Mtu mbaya anaweza akakujaza kwamba yeye ni mwema na akakuaminisha kabisa na ukaamini. Lakini ndani yake amejaza roho ya chuki na fitina mbaya sana. Janet, pole sana. Na naelewa jinsi gani ambavyo unavyojisikia. Naelewa jinsi gani unavyopata maumivu juu ya kulitambua hili swala. Lakini hayo yote ni mapito na yatapita tu, sawa? Sawa. Moyo wangu unatetemeka kwa maumivu. Sikuamini kama mama anaweza kufanya hivi. Yaani najikuta nashikwa na hasira. Ila asante sana. Umeonyesha moyo kunisaidia. Maana bila wewe bado ningekuwa gizani. Mpaka muda huu. Unajua si majini tuko tofauti sana na nyinyi binadamu. Hata katika uwezo wa kufikiri pamoja na kutenda. Inawezekana mimi nikapata fursa ya kurudi wakati uliopita na kuzuia kile ambacho ulichokifanya mwanzo. Na kama nitafanikiwa kukizuia, maana yake kwamba mabadiliko yatapatikana. Na kwa sababu nyinyi tayari mmeshakuja wakati huu unaoendelea. Na kule nikizuia, maana yake kwa nyinyi mtayuka kama nafsi katika kipindi hiki cha wakati uliopita. Na katika kipindi hiki kinachoendelea, hakutakuwa na mabadiliko yoyote. Isipokuwa tu kwa mtu aliyopoteza moyo wake juu yako, na itakuwa sawa.
Kwa hiyo nikifanikiwa hivyo, maana yake kwamba tutakuwa tumerudisha upendo wa mpenzi wako. Na nafanya hivyo yote kwa sababu nyewe wawili mnaonekana mna roho nzuri sana. Asante sana. Umeonyesha moyo kunisaidia. Maana bila wewe bado ningekuwa gizani mpaka muda huu. Asante kwa kushukuru Janet. Unajua yale mazungumzo ulikuwa tunazungumza kiukweli yananichanganya sana. Nashindwa kuyafikiria mpaka sasa hivi. Yaani nashindwa kuelewa ulikuwa unamaanisha kitu gani. Smile. Siku zote mtu ukichukua ubaya lazima kuwe kuna malipo. Na malipo yake sio mema. Malipo yake pia ni mabaya. Kwa hiyo mimi nilivyochukua ubaya nitakiwa nilipe. Na malipo yake ni maisha yangu. Kwa maana najitoa kafara mimi mwenyewe. Ndio maana nilikuomba kwamba siku kukutana na Ibugwa umwambie simtafute. Lakini naomba nisifanye kuwa ombi. Naomba sasa umtafute. Ili ukimpata umwambie kwamba asije akanitafuta. Kwa sababu sehemu nitakayoenda nitaenda kusubiri hatima yangu ya kufa. Kwa maana lazima nife. Kwa hiyo Ibugwa asijisumbue sana kunitafuta. Kwa sababu hawezi kunipata. Nataka nikakae mbali sana. Kwa hiyo naomba unisaidie. Pia mwambie kwamba babake alishafariki kwa ajili ya kafara. Ikiwezekana mwambie kabisa Navisha ameshakufa. Kwa sababu sina uhakika kama sitokufa. Maana ni lazima nife. Na yote haya nilifanya kwa ajili ya kumlinda yeye mwenyewe. Lakini nafikiri nilikosea. Nilikurupuka tu. Lakini sasa hivi sina jinsi. Lazima nilipie. Na nyinyi mliofanikiwa kuishi kwenye mambo mema, naombeni mtumikie sana Mungu. Kwa sababu ukipata nafasi haijurudiagi. Maana hata mimi mpaka sasa hivi naitamani hiyo nafasi, lakini siwezi kuipata tena. Pia naomba nikukumbushe kuwa mke bora sio bora mke. Binadamu ana roho mbaya sana Ibugwa. Mpaka mimi nimeamua kuingilia swala lenu. Kwa sababu nimeona kabisa mnaelekea kupoteza maisha. Kwa hiyo hata hilo swala kumchukia Janeti ni nguvu za giza tu. Sio swala la kawaida. Najua kama binadamu sisi tuna roho mbaya na ndio maana tunawekewa sheria. Kwa hiyo binadamu wanaofuata utaratibu ambao Mungu ameuweka ndio wamenusurika. Na sisi ambao tunaishi kama walevi, Nimegundua unampenda sana Janet. Na ndio mwanamke wa ndoto yako. Na kilichokopo katikati yenu tu ni uzio wa uchawi. Yaani Janeti kanitoka. Yaani nasikia mpaka kinyali kitoja jina lake. Nasikia hasira. Lakini kwa kuwa umekuwa mwaminifu kwangu, mwema na mkarimu, kuna vitu ukiongea mimi nakuwa sipingani na wewe. Nafahamu uchawi upo na hapa katikati mambo yamepita ni mengi sana. Kwa hiyo ulivyoniambia kama Janeti ni mwanamke mwema, zamani alikuwa mbaya na sasa hivi ni mzuri, siwezi kubishana na wewe, pengine wewe unajua kuliko mimi. Sawa, mimi nimekuwa mtu kukuamini. Na nashukuru kwa maelezo mazuri yalionifanya mimi kunifungua, nikaelewa vile ambavyo nilikuwa sikujua. Asante. Kwa mimi kuna sehemu naenda kuliweka jambo lako sawa. Ila muda sio mrefu tutaonana tena hapa. Sawa. Mimi nitakuwa hapa. Hata hivyo nilikumbuka mazingira. Asante kwa kunileta hapa ambako nilikuwa nikipapenda. Na umenifanyia surprise kwa kweli. Sikutegemea kama unapajua hapa. Na ndio sababu ya kuamini kama unajua vitu vingi. Mama vipi? Poa mwanangu. Niambie. Mbona umejiinamia? Shida nini? Hamna. Kawaida tu. Na mpango wako umeendaje? Mpango wangu umeteteleka kidogo. Na
Hilo swala naomba tulisogeze mbele kidogo mwanangu. Hilo usijali, litatimia tu. Wewe ni mama gani? Wewe ni mama gani? Usiyobadilika, usiyojifunza. Mbona mambo haya yanaisha? Yaani mimi nikajua mama yangu sasa hivi umebadilika. Kila kitu kimeisha, mama umesahau. Ulitaka kuwa mama bora. Lakini kumbe kila kitu ambacho ulikifanya kwangu ni uongo. Kwani umejua chochote mwanangu? Sio tu chochote. Nimejua kila kitu. Yaani kila kitu ambacho ulikifanya kunidanganya mimi. Mama, unafanya yote haya kwa ajili ya kumpata mwanamume wako ulompoteza? Mbona ni muda mrefu? Ulitakiwa kuwa umeshasahau. Ulitakiwa kuchagua maisha mengine ya kuishi. Uishi kama mama bora, mwanamke bora kwenye kijiji chake. Lakini umechagua kuwa mbaya. Hata mimi nampenda Ibugwa, lakini siwezi kutumia kuua watu ili kumpata. Wakati mwingine ukiwa mzuri, Mungu anakuletea vitu vizuri kwa ajili ya kufungulia njia. Anza maisha mengine. Acha kuathirika hivyo kisaikolojia. Anza upya. Watu mbona wanasahau? Vipi kama ukija kufanikiwa ukagundua kwamba yule mtu hawezi kukupenda kabisa? Kwa sababu wewe humloge ili akupende, wewe unarudisha moyo wake wa zamani. Unaweza ukarudisha na akaa kuhitaji tena. Itakuwaje mama? Acha kuwa kichaa wewe mama. Nimegundua wewe huwezi kuniua kwa sababu mimi unanihitaji kwenye mpango wako. Sasa kwa kuwa umeamua kuchagua ubaya, mimi siwezi kuishi na mama mbaya milele. Yaani kuanzia sasa hivi, muda huu, mimi sio mtoto wako. Na wewe sio mama yangu. Haijalishi umenizaa au wewe ndio umeleta duniani. Wewe umechagua kuwa mbaya. Usinitafute popote. Yaani kuanzia sasa hivi, muda huu, mimi sio mtoto wako. Na wewe sio mama yangu. Haijalishi umenizaa au wewe ndio umeleta duniani. Wewe umechagua kuwa mbaya. Usinitafute popote. Na maanisha popote, kokote, na usiniulizie kokote. Ishi maisha yako. Haya ambayo wewe umeyachagua. Haya ambayo wewe unaona ni bora kuliko mimi. Wewe unapambania ndoto yako na mimi nimeamua kusimamia ndoto yangu. Wewe umenikataa mwanao na mimi leo nakukataa wewe mama. Kwa hiyo mimi sina mama. Mamangu alishakufa kitambo sana. Usije ukathubutu tena. Hiyo imeisha na sitabadilisha. Watu wema tukifanyiwa mabaya tunavumilia. Lakini tukichoka tunaondoka mazima. Kwa heri mama. Na leo ndo nakuita kwa mara ya mwisho. Mama. Habari. Salama. Mambo. Poa. Nimefurahi kukuona uko salama. Na mimi nimefurahi kukuona Smile. Kuna taarifa ambayo nimepewa na Vishi. Vishi anasema baba yako amefariki. Pole sana. Smile, mimi nashukuru kwa taarifa nzuri ulioniletea. Ni nzuri kwa sababu imenifanya nifahamu vile ambavyo nilikuwa sifahamu, lakini kwangu ni mbaya. Yaani mimi akili yangu ilinituma kama mtu akinifanyia makwazo nikakaa mbali naye kwamba hata akipata changamoto hainigusi. Lakini mbona nimjikute inaniuma? Yaani baba, pumzika kwa amani mzee wangu. Lakini anasema pia kilichomuua baba yako ndio kitakachomuua na yeye. Kafara ya yale mambo yao ambayo walikuwa wanayatumikia. Kwa hiyo ameniambia muda si mrefu na yeye pia atakufa. Na hivyo ameondoka hapo nyumbani, hayupo tena. Amesema aenda kusubiria hatima yake mbele ya safari. Na pia anajutia kwa ujinga ambao ameutumikia. Anasema usimtafute, ila anaomba msamaha wako. Anaomba umsamehe sana.
Maneno yangu ni hayo tu, nimetimiza wajibu wangu. Asante. Najua kuna mengi ameyafanya Vishi. Naelewa. Kuna sehemu kafanya ubaya, kuna sehemu kwa sababu ya moyo wake. Ila tu mimi sikupendezwa na tabia yake. Ila kwa yote mabaya aliyofanya Mungu amsamehe. Na kwa yote mazuri ambayo aliyafanya, heshima kwake. Janet, nimepata njia ya kurudi wakati uliopita. Kwenye pointi ile ambayo wewe umeharibu jambo lako. Kwa hiyo naenda kusahihisha kile ambacho umekikosea. Na hiyo njia nimeipata kwa sababu mimi ni jini na sio binadamu. Kwa hiyo muda sio mrefu utapata furaha ya moyo wako. Nashukuru kwa wewe kuonesha moyo wa kunisaidia. Naona mkimbizi unataka kukimbia tena. Alafu sijawahi kutembelea. Aya, niambie, unakimbilia wapi mkimbizi wetu? Maana ushazoea utapata hapa. Mimi na wewe naona wote wabaya tu. Tunafanana tu. Mimi na wewe safari yetu naona ni moja. Sasa sijui umekuja kugombana na mimi au umekuja tuelewane? Hapana Zasha, unajidanganya. Mimi na wewe kupatana haitowezekana. Mimi na wewe wote ni waovu. Kama mimi ni wa motoni na wewe ni wa motoni. Yeye nataka nikumezi mdogo mdogo ukiwa uwanjani kwako mwenyewe. Hayuko peke yake. Tuko timu leo. Tumekuja kufunza adabu ili ujue mateso yanaumaje. Mzuri. Kumbe naona unachuki naye. Kwani mimi na urafiki na wewe? Sasa tumekutana kwa adui yetu tu. Yaani nataka ufe kidogo kidogo ni enjoy ili ujue kwamba maumivu uliowapatia watu ni kwamba walikuwa wanaumia. Asa utaumia mara 100 yake. Hivi nyie ubaya mtaacha lini? Mnataka mpaka Mungu ashuke kutoka mbinguni aje kuambia Vishi acha ubaya, Mzuri acha ubaya? Huu ndio muda wa nyie kubadilika. Muda wa kuonesha mazuri yenu yako wapi. Mbona nyinyi ni mabinti wazuri? Mnaweza kufanya mema na mkaonekana. Sikiliza Janet. Najua umekuja kwa ajili ya kumtetea mama yako. Ila nikupe taifa fupi tu. Mama yako lazima afe. Kwa sababu maovu aliyofanya hakuna msamaha. Hebu nisikilize Vishi. Haya wewe mabaya uliyofanya nani atakuadhibu? Ina maana wewe toka umezaliwa unafanya mema tu. Wewe ulinifanyia mabaya, mimi nilikulipa nini? Nilikulipa ubaya? Ina maana mimi siwezi? Hapana, unaweza. Naomba nikukumbushe sheria ile ya jino kwa jino. Unajua imetoka katika kitabu gani? Torati. Sio kwamba ile sheria ni mbaya, hapana. Inafaa kutumika. Lakini baada ya hapo kuna sheria nyingine ilikuja. Unajua ilitoka katika kitabu gani? Injili. Kwamba mtu akikupiga shavu la kushoto, umgeuzie shavu la kulia. Unajua ilikuwa na maana gani? Ilikuwa na maana ya kwamba visasi visiendelee, cha kwanza. Lakini kitu kingine kikubwa ilikuwa inamaanisha kwamba unaweza kumuua mtu muovu bila kujua hasara zake na faida zake. Kuna kipindi muovu anazaa mtu mwema na mwema anazaa muovu. Hiyo ndio maana ya kutumika sheria hiyo. Na ndio maana unaona baadhi ya mapadri wengi na mashehe wengi wanazaa watoto wabaya. Na baadhi ya watu wabaya wanazaa watoto wazuri. Kwa mfano Zasha ni mbaya, mimi ni mbaya. Kwa hiyo tusio watu wa kuhukumu, tumwachie Mungu. Yeye kama atahitaji kuendelea na maovu yake atakutana na mkono wa Mungu. Jamani, tuli katika njia nzuri, tumrudie Mungu. Mbona mimi niliacha? Asante kwa somo lako. Nimelielewa. Nitamwacha mamako na nimemsamehe. Ila pia na yeye ajifunze. Ingawa nikishinga upande, japo maneno yako yamenizidi uzito. Nitamwacha. Zasha, mimi kukutetea haimaanishi kuwa nimerudi kundini. Nafasi yako ya kubadilika kama hautojali. Na kama utaendelea shauri yako, mimi nimefanya kazi yangu. Wewe binti, kitu unachotaka kufanya sio, nakwambia. Huo mpango wako unajaribu kufanya sio. Na kwa nini unaamua kufanya hivi? Ebogwa. Tunaona wote sio watu wa kawaida. Na hata huyu pia sio mchumba wako Janet. Wewe. Wewe binti, umetokea wapi? Mbona unalibu mpango wetu? Mbona unalibu mpango wetu? Mpango?
Kwa nini unaharibu mpango wetu? Huko Maputo tunaenda kukaa siku ngapi sita? Maputo tutakaa mpaka utakapopata ramani. Na huyo mchoraji wa ramani ni nani? Mimi hapa. Yo? Mimi. Unajua nini? Mwanzo ni mgumu sana. Hivyo lazima tutulie kidogo kwa muda. Mwanzo ni mgumu. Kuwa tayari. Sasa nataka niwashe gari yangu, sawa? Sawa. Nawasha eh? Washa. Gia ni wewe, si ndio? Sawa.